Afrika peke yake. Ukitaka kujua there was someone who planned for the creation. Haikuja tu kama kitu ambao ni kiajali, sijui kuna nyota, sijui ilikuja jiwe likagongana na jiwe. Hapana, hiyo haiwezekani. La sivyo wengine wetu tungetembea duniani hii ikiwa wengine macho yetu yako nyuma. Wengine tungetembea jicho moja liko hapa na lingine jicho huko. Tungekuwa kama ndovu, wangekuwa ndovu wengine hiyo trunk kwa kule kwa mikia. Because kama ilifanyikana accidental by coincidence, hili ilikuwa plan. Ndio waliosema na Mungu akaumba mtu. Na tukiongea kuhusu mtu, hakuna tofauti ya Mwarabu na Mzungu na Mwafrika. Sote tuamini kwamba tuliumbwa na Mungu. Na Mungu akasema kwenda milima. Na hapa kuna milima, kuna mlima Everest, kuna Kilimanjaro, kuna mlima Kenya. Hiyo yote inaitwa ni mlima. Kukawa kuna bahari, tuna Pacific Ocean, tuko na Atlantic, tuko na Mediterranean, tuko na Indian Ocean. There are things that were planned. Tuko na ziwa kama ziwa Victoria, Tanganyika, hizo ni ziwa sasa. Basi bado kuna rivers za Mbezi, kuna river Turkana, kuna river yetu Galana hapa. These things we believe that by the word of God the things were planned. That's the reason why our faith as Christians, number two, tulikuwa tunaitwa the people of the way. Hatukuwa tunaitwa Wakristo. Na naondoa hii dhana ya mtu kulidhani Yesu alikuwa Mkristo ama alikuwa Muislamu. Sisi tunaitwa Wakristo kwa maana sisi ni wafuasi wa huyu anaitwa Kristo. Na hii neno linatoka kwa neno la Kiyunani. Christ maana yake ni mwokozi, mkombozi. Kwa Yesu alipozaliwa wakamuita Kristo. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Sasa Yesu alizoea kusema I am the way, mimi ni njia, mimi ni kweli na uzima. Kwa hivyo pale nyumbani tulikuwa tunaitwa watu wa njia kwa sababu ni wafuasi wa Yesu. Ndio baadaye kwa maana wanafunzi walifanya miujiza kama Yesu, walipandiwa imani ya kimungu. God-sized faith. Walipandiwa imani ya kimungu. Wakaenda wakafanya miujiza. Wakaombea vitambaa, watu wakapona. Wakalazwa watu kwa kivuli chao, watu wakapona kwa kivuli. Wakakemea mapepo kwa watu. Walipofika Antiokia, sikia neno mahali pa Christian inaanzia. Walipofika Antiokia, wale wa Antiokia walipoona watu hawa wanafanana na Kristo kwa usemi, kwa matendo, kwa ujasiri, kwa miujiza, kwa imani, wakasema watu hawa tuwaite wa Kristo. Yani kwa kizungu, these people they belong to Christ. So they are Christians because they belong to Christ. Now, wao ni wa Kristo, maana wao ni watu wa Kristo. Kwa mtu Uligesikia manaja Yesu kama Muislamu na kidogo hapa kuna shida. Kwa maana kuitwa Mkristo, Ukristo haikuwa dini. Ni kwamba sisi ni wafuasi. Sisi ni wafuasi wa imani ya Yesu, ambaye huyo Yesu ndiye Kristo. Kwa hivyo uweze sema Yesu alikuwa Mkristo, hapo utakuwa hujaongea kitu. Yesu ndiye Kristo. Sasa hii nimetoka hapa nikaenda Malindi na crusade ambayo inaendelea pale uwanja wa Furusi. Nikatoka hapa na timu yangu ya praise and worship. Kufika pale wanasema wale ni wa Owino. Sasa wewe kunifuata ukasema na huyo Owino pia alikuwa ni wa Owino. You can say that way. Mimi ni Owino. Mtoto wangu anaitwa mtoto wa Owino. Wa Owino. Msichana wa Owino. Kijana wa Owino. Anasema wa Kristo, we belong. We are Christians because we belong to Christ. Nimesema watu wengine ambao hawaelewi sana wanakuwa wanajadiliana petty debates. So our faith is superior. Is superior. Maana kwa imani tunaamini ya kwamba vitu vyote ambavyo viko duniani viliumbwa kutokana na neno la Mungu. And we believe ya kwamba sisi ni mfano wa Mungu, na tunaamini kwamba sisi ni mfano wa Yesu Kristo. Yale Yesu na Yesu alituambia haya mambo ambayo nafanya nyinyi mtafanya na zaidi ya hapo. Hiyo ndio inakuja neno the Christians. Then now hiyo ni kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. It gives us understanding
we understand. By faith we understand. Pasipo imani huwezi kuelewa mambo haya. Ndio juu nikasoma mahali panasema ya kwamba neno la Mungu, hiyo ni Waebrania nafikiri mlango wa 4. Nafikiri mstari wa 12. Inasema kwamba inasemaje? Hebu nisome mstari wa mlango wa 4 mstari wa 12 inasema nini? Wewe unanyang'anya kidogo hapo. Nikukumbushe 4:12. Waebrania 4:12. Ama hapo. For the word of God is living and also active. And it is active is what? It is sharper than any edged sword. Piercing to the division of soul. Piercing to the division of what? Soul and of spirit. Of soul and the spirit. Of joints and of marrow. Of joints and of marrows. Understanding the thoughts and intentions of the heart. Amen. Discerning the thoughts and intentions of the heart. So by faith we understand. Maana neno la Mungu li hai. Na neno hili lina nguvu kuliko upanga ukatao kweli. That is what believing. Inakujua moyo wako, inakujua. Ndio maana Yesu alipokaa na Mafarisayo, Masadukayo, yale mambo alikuwa anawaza kwa mioyo yao. Alikuwa anamwambia Petro, wawaza kama binadamu. Farisayo, wawaza kama binadamu. Unawaza maana yeye ndiye neno na amejua thoughts and hearts of the people. You can hide things from people, but you cannot hide things from God. Because this word is what? Is what? Sharper than any two-edged sword. It is what? Other one. For the word of God is what? It's living and active. It is living and active. The whole of life that we have, by the Christian faith, we believe it comes from God. Hallelujah. So by faith, we understand. Mimi nasema hivi. Tofauti yetu na dhehebu zingine, karibu mtumishi, ni kwamba wanakaa na wisdom without spirit. Now, wisdom without spirit is dryness. And kuna wengine nao ambao wanadina spirit without wisdom. Now, spirit without wisdom is just confusion. So to balance all these things, lazima tuwe na hekima na pia tuwe na roho. Yes. So by faith we understand. Whatever we do. Sasa hivi nimefanya crusade kule Malindi na leo nenda kumalizia. Na hata sina wasiwasi maana tangu juzi watu wanaokoka. Hata leo hii ya mwisho hata mvua ikinyesha mimi sina neno. Na nilipokuwa nimepanga mkutano kupale hizi bado napanga mkutano mwezi wa 4 na kuna mvua. Leo nilikuwa na hii mwezi wa kongamano mwezi wa 4. Wanaipanga kila mwezi wa 4 na nikijua mwezi wa 4 kuna mvua. Because we don't go by sight, we go by faith. So by faith we understand. So tangu juzi tunahubiri, watu wanaona inakaa. Ufuatilia kwa mitandao kwa Facebook utakuta Samuel wangu waangalie Malindi crusade vile ilikuwa inakuwa na watu. Na Mungu akazuia mvua because by faith we understand. So we have knowledge and faith. Yani tunachukua power and principles. Because you don't want to be dry and you don't want to be confused. Ndio mimi na balance. Hapa kanisani kuna wakati ambao kama mwaka huu. Mwaka juzi nilikuwa nimekaa kwa lecture. Nikaongea mpaka mtu akafikiria wewe unasema sasa unabadilisha kanisa kwa nini? Kwanza hiyo mwaka nyingine mpaka mmoja kaniambia kwa Facebook ya kwamba sasa unabadilisha kanisa kwa Theologia College. But I don't care because lazima theory tuwe nayo, tumjue Mungu wetu. We don't want to spiritualize everything. We are not in heaven. We are living on earth. So by faith, we understand. Lazima to balance spiritual and physical things. Wisdom and power and principles. So tumefika hiyo mlango wa 11 mstari wa kwanza mpaka 3 inasema by faith
we understand. Kwa imani nafanya tuelewe kwamba vitu vyote viliumbwa na Mungu. Alafu tukianza mstari wa 4 mpaka 7, tunaingia katika faith at the dawn of history. Faith at the dawn of history. Yaani imani mwamko wa historia. Kwa hivyo hii imani yetu sio tumeiokota tu mahali. Ndio maana unahitaji knowledge. Ukitembea unatembea katika kile ambao unafahamu. Bwana mmoja akaniuliza, ukipeleka mke wako ameenda kujifungua, alafu uambiwe ya kwamba mke wako anaenda kufanyiwa operation. Na huyu daktari ambaye anaenda operation ameenda college wiki moja. Na ni juzi tu tumeleta hapa, lakini amejazwa roho. Hapa utakubali mama aingie operation? Amekuja hapa, amekaa na hao watu ambao wamekuwa wanapasua watu. Sasa hivi na amejazwa roho. And the reason why we need what? Knowledge and experience. Ndio maana sometimes you don't want to build houses katika hewa kama ya Bunwasi. Hata amejenga nyumba kwa hewa. Utopia. Faith is not an access to utopia. Mazihara. So we must combine them together. So tunasema faith, the whole of heroes. Sikiliza. Tumesema faith what? Faith, the dawn. Okay, but faith, the dawn of history. Mwamko wa historia. Tuanze mstari wa 8 anasema nini? Ni Waebrania 11 mstari wa 4 samahani. Tuanze mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. Tuone historia ya imani inasema nini. Soma. Kwa imani Abili alitolea Mungu dhabihu iliyo bora. Basi, unasikia? Abili akatoa dhabihu bora kuliko nani? Kaini. Sasa nataka uende kwa majina, hiyo maneno utakuwa unaruka. Nataka uwe brief, unaenda katika hiyo, ukipata jina tofauti unanipatia hiyo jina. Halafu tuone historia. Kwa hivyo, historia kumbe matoleo pia inahitajika ifanywe katika imani. Because walipewa nafasi, mtu aliniambia kwamba even though Adam was evil man, but he taught his children the principles of healing. Now it was the boys to act on what they have understood. Unfortunately, Cain understood it wrongly. Because wengine pia wanakuja chache wanafikiri wanakuja kutoa sadaka, amekuja kusaidia mchungaji. Na mpenda marehemu Jokai. Alikuwa anakuja na koti kubwa ina mfuko refu. Anakuambia nipe fungu la 10 na uniambilie asante. Maana ungepeleka wapi Mungu akubariki? Anakuambia mimi nimekuja kuwa madhabahu, nimekuja kuwa mzimu. Ulete sadaka yako ili kwamba wewe ubarikiwe, wewe unipatie, maana sababu walipeleka kwa mizimu. So sometimes tunapopata nafasi ya kutoa, tumekupa nafasi ya kuondoa laana maishani mwako, kuipeleka mahali. Na yule ambaye anapeleka kwake nani? Ni mimi kuhani ambao nakulisha kiroho. Ndio maana haruhusiwi mtu mwingine ambao halishi watu kiroho kula fungu la 10 la mtu. Maana wewe hujamwombea mtu huyo, hujamfundisha mtu huyo, wakulaje fungu la 10? Wewe unaendelea kunywa maziwa ya kondoo ambao hujamlea. Kwa imani Kaini amedhania kwamba anasaidia Mungu, lakini kwa imani Abeli akajua sadaka maana yake kutoa. Kwa hivyo Abeli matoleo yake ya imani ikampa kibali kwa Mungu. Sema amen. Mtu wa pili gani? Tusome mbele. Naongea kuhusu the dawn of history. Historia, mwamko wa historia. Imani, mwamko wa historia. Twende mbele. Kwa imani asije akaona mauti. Kwa imani alihamishwa. Maandiko yanasema nafikiri kitabu cha Mwanzo ya kwamba Henoko alitembea na Mungu. Watu wakitafuta phone. In fact ukiamua kutembea na Mungu, niliongea pale Malindi juzi nikasema mimi ndio mtu ambaye sitaki kujua watu wanasema nini kunihusu. I don't care. Wewe kama utaona wao siji basi amefanya leo, wewe endelea kuongea. At my age I have known what I'm doing. And I make sure I do what is right. Because my faith is now trained. My soul is trained. God can depend on my soul. Because kwa church imeelewa hii nzuri, ni mbaya hii. Unaona? Kwa imani Abeli alitembea. Tumesema kwa imani by faith we understand. Now, hapo tunaongea kuhusu nini? The dawn of history. History ya kwanza ni matoleo. Abeli akatoa, Kaini akatoa, ikakataliwa yake. Hapa kwa imani
Kaini Enoko akatembea na Mungu mpaka siku hiyo Mungu anasema twende kabisa, wewe huwezi maneno ya kurudi hapo duniani, hauwezi rudi. Na watu walikuwa wanamtafuta. I tell you, if you are a believer, people they look upon your life all they see. Wewe ufanye tena umeokoka unafanya hivi. Tena umeokoka unafanya hivi. Na mtu anakuwa ndio kujokoza. So walitafuta sababu kwa maisha ya Enoko, lakini hawakupata. Baadaye Enoko akaenda na Mungu. Mtu mwingine tena mbele. Tuanze kuhusu the dawn of history. Na tumeanza na Kaini na Abel. Hata kwa Enoko. Alafu kwa imani Nuhu aliishia kuonywa na Mungu. Katika habari ya mambo yanayoonekana bado. Kwa jinsi alivyomcha Mungu, alienda safina apate kuokoa nyumba yake. Mwamko wa historia. Kaini Abel alitoa kwa imani. Enoko alitembea na Mungu kwa imani. So sometimes when you walk with God, wanakuuliza hii mambo itakufikisha wapi? You are wasting your time. Sasa hapa kwa imani ameonywa na Mungu, na unajua ni 120 years. Jamaa anajenga tu. Anaambia watu tusaidiane kujenga. Tusaidiane kujenga. Watu wanamchekelea, mzee ameruka na kile, wanaongea na wazimu. Lakini kwa imani baadaye akaambiwa ingiza watu wakataa kuingia. Mungu anasema watana watu wawe. Ndio maana mimi leo nimefikia anasema mimi usiokoka, sijui utaenda hapa. Mimi nakwambia wewe, nimeshakwambia njia. Maana yake kwa 120 years nani huyo ndiye safina. Alijenga safina akiwa na imani, na watu wakataa kuingia hata baada ya kuanza imejengwa. Twende mbele kwa mtu mwingine. Naongea kuhusu dawn of history. Mwamko wa historia katika imani. Na tumesoma mstari wa 5 imesema nini? By faith we understand. Now I'm giving us understanding. Number 1, kama unatoa usitoe kama Mungu ni maskini. Number 2, tembea na Mungu, ndio watu wanakuangalia, wanatafuta Enoko. Number 3, whatever you do, fanya kwa imani. Maana yake kulikuwa kujawahi kunyesha mvua Matthew, hata ulipoambiwa usiku mvua itanyesha. Zamani hizo kulikuwa kama dunia kama inaitwa nini? Kama ile inaitwa ile inajengwaga inalingwa ndani nini ile? Ile nyumba inajengwa alafu inalingwa tomato ndani. Greenhouse. Dunia ilikuwa kama greenhouse na chemchemi zilikuwa zinatoka chini kila wakati. Nchi ni kama ilikuwa kama nchi ya DRC ama Uganda. Ndizi iko msituni. Hapo kuna unyevu kama kule kwetu bara kuna mizizimo katika mito. Mimi nakwambia kama tulikuwa na shamba mimi singekuja hapa Pwani. Maana mimi nilipokuwa bara nilikuwa mtoto. Tulikuwa tunalima maboga pale mtoni. Mahali mto ikifika hapo hapa katikati evergreen. Na ilikuwa hivi, si joto si baridi. Ndio maana wakati Nuhu alitoka kwa gharika kwa safina alitengeneza ile divai. Hakujua kama weather imechange mpaka joto sasa kwa vile inakunda. Ndio maana yeye alikunywa tu akibugia na ile ni tamu. Ile ndio tamu. Akalewa. Alikuwa hajawahi jua. Dunia ilikuwa kama fridge. Si freezer, freezer inagandisha. Tunapata freezer na fridge. Huko Pwani kukula uhodwe ukiacha kesho siku imeoza, imegunda. Lakini bado unaweza kula hiyo uhodwe siku 2. Sasa hakujawahi nyesha mvua, lakini anambia kutanyesha mvua. Wengine wanapuuzia. So whatever you do, tumesema nini? The dawn of history. Twende kwa mtu mwingine. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika. Alafu atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi. Hebu sikia, anaambia wewe toka uende mahali ambapo nitakuonyesha. Na hapo mahali haonyeshwe ni nini? Ni kama mimi nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa naimba nitatangaza neno lake Bwana kwa makabila mbalimbali. Alafu naangalia pale mtaani naishi na kwetu na niuliza hata kuishi Kisumu peke yake siwezi. Hiyo ndege tunaona ilikuwa tunaona kipaa tu na hapo juu. Tukiona ile ya moshi ile inasema ndege ya mtu wa kingi inapita. Ndege ya malkia hiyo. Nitatangaza neno lake Bwana kwa makabila mbali. Na sina naangalia environment ya mtaani kwetu ni Wajaluo tu. Labda tukienda mtu wa pili ni wa Maluya. Ajua sasa taifa kutoka wapi. Lakini Abraham watu wako wende mahali ya kuonyesha. Na mama Sara wake zetu wana kazi ngumu zaidi. Anaambia leo vaa nguo tuondoka. Mama alikuwa na imani pia. Ujutu aina wapi lakini mzee kasema.
Utaenda wapi mama? Mzee, bwana nimekutana bwana usiku, amesema tuondoke hapa kwende. Wapi? Hata mimi sijui. Bwana sifiwe. Lakini kwa imani. Alafu akatoka asijue aenda. Mama Yama. Unaonaje hapa? Mama Joseph unaonaje hapa? Ati mzee ameamka amekwambia mimi niko lala jana usiku bwana tuambia tuondoke hapa. Twende wapi? Hata mimi pia sijui. You have to explain. I need the explanation. Hallelujah. Mama Sara kwa kijana ngumu. Na yeye ndiye mwanamke wa kwanza kuita bwanake my lord. Oyo my lord ndio my husband. Lord ni kama umekubali wewe ni mtumwa. Mimi kwa mke wangu saa zingine anasema, sasa ni hapo sasa yani tunaongea na kama namtania tu anasema, sasa hapo basi mimi nitakuwa nimefanya mtumwa wako sasa. Mfanyeni mjinga sana sasa. Hata yule wanaume pia tuko hivyo, unaweza wanachukua mjinga sana. Si Mama Sara wengine. Yeye ndio tuondoka kandoka. Mwingine tuende kwa mwingine. Imeisha mstari wa 7. Hii mstari wa 7 imeisha. Okay. Lakini tunaona historia vile ilivyo. Tumeanzia historia ya nani? Ya sasa hii ya Ibrahimu ilikuwa inaanza mstari wa 8. Ni ambaye alikuwa ni faithful Abraham, uaminifu wa Abraham. Faithful hiyo point 1 nimesema tunaongea kuhusu the superiority of the Christian faith. Kwa nini imani ya Ukristo iko na kipekee na ina nguvu kuliko imani zingine? Point 1 inasema by faith we understand. Tunasoma mstari wa 3 inasema kwa imani tuelewa. Kwa vitu vya kiroho haviendi kuona kwa macho, vinaenda na imani. Kwa hivyo tukasema point number 2 tunasema nini? Faith at the dawn of history. Imani muamko wa historia. Nikawapatia historia ya nani? Kain na Abel, sio? Ya kwamba Abel alifanya vizuri. Nikawapatia nini? Historia ya Enoko, aliyetembea na Mungu akapaa. Nikawapatia historia ya nani? Ya Nuhu. Na watu wameaffect dunia mpaka sasa hivi. Na halafu nimesema hii ya ile inaitwa faithful Abraham. Sasa tusome hiyo imani. Yaani ya Ibrahimu iko special, iko peculiar. Haiko sawa na ya Abel na Kain, haiko sawa na ya Enoko, haiko sawa na ya Nuhu. Hii yake sasa ni tofauti, maana hapo ndio tunapeleka channel kuingia kwa Yesu Kristo. Ina divide baina ya, unajua dunia sasa Wayahudi wanahesabu tuko kwa mwaka wa 6000. Wewe ukisema mwaka wa 2000 na wao ni mwaka wa 6000. In fact tumeingia sasa katika Sabato ni mwaka wa 7000. Inahesabika hivi kuanzia kuumbwa kwa ulimwengu baada ya kuangua kwa Adamu. Maana tujia Adamu naye aliishi miaka mingapi pale shambani ya Edeni, hiyo hatujui. Lakini kuanzia wakati alifukuzwa mpaka gharika inakuwa miaka ngapi? 2000. Kutokea baada ya gharika sasa ni miaka 2000 nyingine mpaka kwa Yesu Kristo. Kutoka wakati wa Yesu mpaka leo pia ni miaka ngapi? 2000 nyingine. Kwa hiyo 2000 kwetu sisi na kama 2000 hii ni mwaka wa 6000 kwa Myahudi, kalenda ya Myahudi. Sasa hapa yule ambaye ameharmonize ni baba yetu Abraham. Ndio maana yeye sasa ndio ako special, nasema anaitwa faithful Abraham. Yeye yuko peke yake. Hata mstari wa 8 sasa mpaka 12. Ukifika 12 unanistopia maana tutaendelea kwa hatua. Endelea. Mstari wa 8. Kwa imani. Ibrahimu alipoitwa aliitika. Ibrahimu kwanza alipoitwa aliitika. Hakubishabisha. Atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi. Aende mahali hapo atapewa kuwa urithi. Akatoka asijue aenda. Abrahamu ametoka, ameambiwa kuna urithi, anawacha baba yake Tera kule sehemu ya Mesopotamia. Anaenda mahali hajui. Imagine wewe kuacha mahali baba yako ana mashamba na kulipisha, alafu unaenda mahali ambao hujui ni wapi, lakini yeye akaamua. Ndio maana yaani imani yake inasimama kivyake. Sura 9. Kwa imani katika ile ya ahadi. Amekaa ugenini. Kule usiku wao
katika ugenini, kama katika nchi isiyo yake, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, walipo pamoja naye wa ahadi. Tukiongea kuhusu hema, naongea kuhusu sisi ambao tumekuja huku kutoka kwa nyumba za kukodisha. Na Mijikenda wamekuwa ni wakarimu sana. Ijapo, sorry to say this, ijapo kuna wengine wamewafanyia ukarimu lakini baadaye wakawafanyia mabaya. Kwa mfano, hii ni story ya kweli. Kuna jamaa ameleta ndugu yake akamwambia, jenga hapo nyumba tunaishi. Wewe ni ndugu yangu. Lakini wakati ndugu yake alipoaga, akakuamilia, anasema ndugu yake alimuuzia. Naona? Na hii afadhali kama ni mjama mwenzako. Lakini hii ambayo mtu amekuja kumwambia jenga hapo ujisaidie, alafu baadaye anaenda anachukua kabisa. Abraham aliishi kwa hema. Hata kwetu sisi kuishi kwa mahema ndio kwa nyumba ya kodisho. Ukingoja ile ahadi ambayo Bwana ametuandalia. Na tuelewe ahadi ni mara mbili. Kuna ahadi ya baraka ambayo Yesu anasema hapa duniani wapata mara 100 na uzima wa milele mbinguni. So kuna ahadi mara mbili. Bwana asifiwe. Ahadi ya kubarikiwa hapa na ahadi ya kupata uzima wa milele. Kwa hivyo alikaa kwa mahema, tuendelee. Pamoja na maana lazima uwe na mrithi. Nimekuambia wakati ambao nilikuwa sina watu wangu, nilikuwa nafanya kazi lakini si kwa bidii sana. Maana nani atakayerithi? Na si mimi peke yangu, kama ni mzao wa Mungu. Unaniambia kila saa utanibariki. Walibariki na huyu Dameski anakaa kwa nyumba yangu, yanakuridhi mali yangu. Hakuna kitu kibaya kama wewe kufanya bidii ukijua hakuna mrithi. Sasa pamoja na mrithi, ameshapata mrithi sasa. Tuendelee. Maana alikuwa akitangaza mji msingi ambao mwenye kuumbuni na kujenga ni Mungu. Rudia hapo pazuri. Ndio ile fungu wanaongea. Alikuwa anafanya nini? Mstari wa 10. Maana Abrahamu alikuwa akiutazamia mji wenye misingi. Mji wenye misingi, kama vile hii nyumba yetu imeweka misingi. Nimepata story ya Vatican City. Nimetambua eti watu wanaokaa Vatican City ni watu sijui watu fulani pekee yake population ya Vatican City. Na inachukuliwa kama ni nchi. Kwa hiyo kuna pope ambapo kuna wakati alikuja asijua akatangaza mambo gani, alafu yule pope akataa, akasema mimi siwezi kukubali hiyo mambo ya kukaa chini ya mtu. Kwa hiyo akabaki pale Vatican, akawa haendi Rome wala haendi nchi nyingine, amebaki pale. Na kwa vile waumini wake wa Katoliki kwa mfano mletea chakula kila kitu pale, ndio baadaye ikaenda akaja pope mmoja akatangaza Vatican kuwa nchi ya kivyake. Maana wataki mambo ya huko, lakini wale watu wengine wanahitaji dini. Unajua kuna ndani ya moyo wa mtu ambapo hata kama anabishana, hata kama anasema hakuna Mungu, kwanza hao wanaosema kama hakuna Mungu ni kwamba kuna force fulani ambapo huwa inawauguza, inawasumbua moyo, inajaribu kupinga hakuna Mungu ili angalau apate amani. So wakakubali popa abakie Vatican iwe ni nchi ya kivyake. Kwa hivyo misingi ya Vatican sio sawa na misingi ya Roma. Kwa hivyo Abrahamu anatafuta mji ambao una misingi, na mwenye kujenga misingi hii nani? Sasa hiyo kwetu sisi ni nchi ya mbinguni. Bwana asifiwe. Kwenda mbinguni. Ninasema whatever we do, whatever blessings we get, we must know that our purpose is not to be rich here on earth. Sijasema kwamba utajiri ni mbaya. Because if you have money, sasa nimefanya mkutano siku 3 na imegharimu karibu 200,000. Hapo Malindi hapo Frozi. Mama huyu tulikuwa na wewe jana kwa huo mkutano. Imegharimu 200,000. 3 days na mkutano ilikuwa kubwa sana. So money, even though wanasema kwamba money answers all, but to me money doesn't answer all. Mtu kwa na cancer, money doesn't all work. Ona iponi ni cancer. We need money, lakini sio ndio baraka pekee yake. Tuongee. Endelea mbele. Tusonge mbele. Ambao mwenye kuumbuni kujenga ni Mungu. Mwenye kuumbuni hiyo nchi na mwenye kuijenga ni Mungu. Tano 11. Kwa imani Sara mwenyewe. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Kwa imani
Sara alipokea uwezo. Hiyo ni imani ya Ibrahimu. Maana Ibrahimu anatana na Mungu, alafu Sara yeye anataka kuitikia kile ambacho ashaambiwa Ibrahimu. In fact, wakati ambao Sara alisikia malaika wakimwambia Abrahamu na mtoto, Sara alicheka, akacheka. Lakini kuna tofauti ya Sara kucheka na kucheka. Maana kuna kucheka ya kujishangaa, lakini kuna kicheka ya dhihaka ya kumkufuru Mungu. Kwa hiyo hii yake ilikuwa ya mshangao kwamba mimi, je, hali hii yawezekana? Yakakuwa mtoto ataitwa nani? Isaka. Maana Isaka ni kicheko, laughter. Lakini pale nyumbani Abrahamu ndiye alipoambiwa atazaa mtoto. Unajua tunaona hii sana. Lakini walisema Abrahamu alicheka mpaka akaoa kifudifudi Abrahamu. Kama msomaji Biblia, utasema Sara alicheka. Abrahamu mara ya kwanza kuambiwa na ana miaka 99 anaambiwa kama mtoto, Abrahamu alicheka akaoa kifudifudi. Kwa hiyo kusimani Sara akapata uwezo kupata mimba. Tuendelee. Alipokuwa amepita wakati wake. Amepita wakati wa kuzaa. Kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeje kuwa mwaminifu. Bwana sifiwe. Mimi mtu akiniahidi kitu huwa siamini mpaka nione. Lakini kama ni Mungu ameniahidi, sio hapo vizuri tena. Turudie hapo. Imani ya Ibrahimu. Kama nilikuwa mkiriama baba nikamwambia aniambie imani ya Ibrahimu, lakini hampo. Kwa imani hata Sara mwenyewe. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Alipokea uwezo kuwa na mimba. Alipokuwa amepita wakati wake. Na alikuwa amepita wakati wa kushika mimba. Kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi. Kwa kuwa Sara alihesabu yeye ambaye aliahidi kwamba atapata mimba kuwa ni mwaminifu. The superiority of Christian faith. Kile ambacho Mungu anakuambia unahesabu kwamba huyo Mungu ambaye amekuahidi, anakuambia atakupatia ndege. Huyo ndio sasa nio. Anakupatia chopa yako. Maadamu yeye amesema, haleluya. Nampenda mama Hana, muda imepita, miaka inaenda. Wanasayansi wamesema wamepita menopause. Lakini kwa vile aliyeahidi ni mwaminifu, alimhesabu aliyeahidi kwa mwaminifu. Mbele. Mstari wa 12. Na kwa ajili ya hayo wakasaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni, wengi wao. Hebu soma hapo vizuri taratibu. Maana kuna point hapo ambayo inalenga kidogo. Anza vizuri. Na kwa ajili ya haya. Na kwa ajili ya haya ambayo tunaongea, kwa ajili ya haya kuamini ya kwamba aliyetoa ahadi ni mwaminifu. Wakazaliwa na mtu mmoja. Watu wakazaliwa na mtu mmoja. Maana Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu, angalia nyota, anza kuhesabu hizo nyota, akahesabu ikashindikana. Akaenda pale baharini, angalia mchanga wa bahari, akahesabu, akagundua uzao wako utakuwa mwingi kama nyota. Kama umeshindwa kuhesabu nyota, watu wanakuchukulia kama tasa, lakini watoto wako ni wengi. Piga Yesu makofi mazuri. It doesn't matter. Kuna mmoja aliimba akasema, no matter what people say, no matter what they think, Jehovah has the final say to my destiny. Keep on moving. Son of destiny, you are born to win. Son of destiny, son of destiny, you are born to win. No matter what people say, no matter what they think, Jehovah has the final say to my destiny. Bwana zimewe. Yeye wanaona tasa, wanafikiria ni tasa, wanasema wanapiga menopause, lakini ndani yake unaona kutokea watu wasio na hesabu. Twende mbele. Naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni. Watu wengi kama nyota za mbinguni, wingi wao. Na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Basi. Imefika 12 hiyo. Imeisha 12. Tumeelewa naongea kuhusu utofauti wa imani ya Kikristo na wengine. Wengine lazima awe na kairizi. Lakini imani ya Kikristo hatubebi ilizi. Haleluya. Kwa imani wengine pale mtu achanjwe. Ndio wengine nilipokuwa nahubiri ndio kijana Malindi, si sahihi hapa sijui vile wanavyosema. Lakini nilipokuwa kijana Malindi wakasema wakati waliona tulifanyia ukombozi bwana mmoja ambao mapepo yalikuwa yanakuja na helicopter.
Alikuwa kama naongea kweli hapa takaungu. Kwa amekuja kutembelea binti yake Malini. Wakasema huyo hayuko bure, alishachanjwa ndiye amekuja kwa wokovu. Hasa kijana nilikuwa miaka 10 na miaka 20, 16, sasa nimechanjwa lini? So to them lazima uchanjwe ndio ulindwe. Mimi nasema upenda kuroga si uroge. Mimi sina shida. Maana na hiyo kitu pia siogopi mimi. Hiyo kitu pia mimi siogopi. Sasa the Christian faith is superior because tunaamini kwa neno tunapotamkwa mambo yanakuwa. Amen. Wafika 12 Imeisha 12. Okay, praise and worship pale kujiandaa. Nao sikiliza. Hiyo ilikuwa ni faithful Abraham, imani ya Ibrahimu ambao mahali pasipo na kitu anaambiwa utakuwa nayo. Pasipo na watoto anaambiwa anaenda kuwa watoto wetu sio na hesabu. Na akaamini akijua mwenye kuahidi ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Kwa hivyo shikilia imani yako. Bwana asifiwe. Nilitangulia kusema kwamba mwandishi jambo la kwanza anataka kutuhimiza ya kwamba Mungu anaweza kutenda na kumtia nguvu. Now, the heavenly hope. Tukitoka hapo tuna nini? Tuko na matumaini ya kwenda mbinguni. Mstari 13 unasema nini? Matumaini ya kwenda mbinguni. 13. Hawa wote wakafa katika imani. Hawa wote wakafa katika imani. Wasijapokea zile ahadi. Walikuwa hawajapokea zile ahadi. Bali wakaziona tokea mbali. Waliziona. Sasa unanisikiliza Mimi kuna vitu ambavyo kama sitapata, najua mtoto wangu atapata. Kwa hivyo wewe sio mwenye kuamba unaomba eti mambo haya unataka upate wewe peke yako. Abrahamu sasa hata hayuko. So Biblia inasema ahadi hizi ni zetu na watoto wetu, si ndio? Kwa hivyo sio wewe kama ulianza kujenga ghorofa kama hii, hata nyumba yako ghorofa, wewe plan tu. Kina jamaa wataendeleza hiyo kazi. Wataendeleza. Lakini ukiwacha hivi kionaona ndio nimesema jana wale ambao tuna watoto, mama amesema chini niteseka, mtoto wangu asiteseke, wachana hiyo maneno karibu mtoto. Bwana wewe si Yesu. Wewe kila mmoja ajibebee mzigo wake mwenyewe. Because unaweza mimi niliwatia watoto na mke wangu watu wawili. Watu ambao walikuwa kwenda shule, mama akisema wasipewe pesa, baba yao anafanya na baiskeli anaenda kuwapatia pesa. Mmoja ameridhika mpaka leo na madawa ya kulevya. Maana alizoea pesa. Na hata baba ndiye ameaga. Kuna mtu kwa pesa tena. Haya utafanyaje? Na wewe umeenda. Na ikikuja kifo ndio njia. Wewe na ujua ina nini? Mimi sijui kama ina nini. Ndio ulimweka hapa juu mwanangu. Unajua mwanangu wa pekee kumbavu. Hakuna cha mwana wa pekee. Wanaweza kuelewa. Kwa hivyo waliona baraka. Lakini hawakuzifikia. But they died believing that our sons and daughters will inherit the kingdom. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba hatimaye tunaenda mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Heaven hope them. Wacha turuke hapo taarifa hii kijao tunaanza na mapema. Sasa mimi tengeneza mambo yako kabisa, praise and worship mpande juu nikimalizia. Naongea kuhusu nao point number 1 2 3 4. Point number 5. The faith of the patriarchs. Imani ya mashujaa. Mstari 17. Mstari 17. 17. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akatoa Isaka au dhabihu. Imani ya mashujaa. Alipojaribiwa akatoa Isaka kuwa dhabihu. Na yeye aliyesipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe. Na yeye alipokea ahadi alikuwa toa zingine anatoa mwanae ambaye huyu mwana amemtarajia miaka mingi na ndio leo amepatikana alafu anamtoa. Mzaliwa pekee. Twende mbele. 18. Na yeye aliambiwa katika uzao wako utaitwa. Kwa hivyo hiyo ni imani. Unafikiri hapo kuna majina mengi tutaifanya next week tuanzia hapo the faith of the patriarchs. But the patriarchs ni wengi, si Abraham peke yake. Na yule chief one ni Abraham. Kwa sasa twende mbele ili ni eneo tutakapo. Now the faith of Moses, twende kwa imani ya Musa. And that is the way forward. Sasa tusome faith of Moses verse 30. Worship team kwa tayari napanda juu nikiona pale najuaga time yangu imeisha. Tuendelee. Imani ya Musa. 30. Kwa imani. Utakuta Yeriko sianguka. Kuta za Okay. Samahani 23.
huko tumeenda mbali sana. Faith of Moses 23. Yes. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu wazazi. Akafichwa miezi mitatu na wazazi wake. Kwa sababu aliona kwamba ni mtoto mzuri. Mama ameona mtoto wangu huyu hawezi kufa. Lazima nimfiche. Je, kuficha mtoto miezi mitatu na watu kila siku wanapita hapo wanasikia mtoto mchanga amezaliwa wapi tumuue. Na wakati kumjamzito naye pia watu wanasema tu atakapozaliwa kama ni mwanamume auliwe. Twende mbele. Hawakuogopa amri ya mfalme. Twende sasa 30. By faith they overcame. 30. Nitarudia pole next Sunday. You don't want to miss this one. Soma 30. Kwa imani. Now we are going to by faith they overcame. Soma sasa 30. Kwa imani kuta za Yeriko zilianguka. Kwa imani kuta za Yeriko zilianguka bila jembe, bila sururu. Just imagine, natamka kuta za Yeriko maishani mwako zianguke kwa jina la Yesu. Haijalishi ni mangapi ambapo yamekuzunguka, kama kwa imani tuamini vyote viliumbwa, ninaumba ukombozi maishani mwako katika jina la Yesu. Kuta zote mpaka zianguke katika jina la Yesu. Amen. Now the way forward. Sikiliza mstari wa 12, mlango wa 12 mstari wa kwanza na wa pili. Nani njoo hapa haraka ukifika usitembee hivyo kama fanya hiyo kazi upande huku juu. Unatembea kama jeshi. Wewe hujaona nikitembea legelege. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapo mstari wa 12 mstari wa kwanza na mlango wa Ibrania mlango wa 12 mstari wa kwanza na wa pili. Sikiza. Basi na sisi pia. Basi tumeshaongea kuhusu Abrahamu, tumeshaongea kuhusu Enoko, tumeshaongea kuhusu nani? Habili, tumeshaongea kuhusu Musa, ukuta wa Yeriko. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Sisi pia kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Endelea mbele. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafikiri hapo ni muhimu sana. Hapo ni muhimu sana hapa. Tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Siku moja nikiwa nafanya kazi Malindi, nilifanya fujo mtaa wa Shela. Mimi nilikuwa nakaa Majengo Mapya. Kuna mzee nilifanyia kazi na hakunilipa. Na juu hakunilipa nikachukua randa yake. Nikaenda kuficha. Tukakutana hapo Shela. Yule mzee akitaka kunishika, nikazusha na vijana wenzangu wakainuka wote, wakamuinukia yule mzee. Akataka kupigwa. Baadaye nikajieleza akasamehewa. Kufika mtaa wa Majengo Mapya, habari zilikuwa zimefika kwamba huyu kijana kumbe si mzuri, ana vijana wengine wabaya na walikuwa wanataka kupiga mzee fulani. Naongea kuhusu kuzungukwa na wingu la mashahidi. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu la mashahidi. Wingu la mashahidi ndio saa zingine waweza fanya jambo ukasikia ikisemwa. Mimi nimewahi kuwa na mchungaji alikuwa anahubiri, alafu mmoja sema wewe pia huyu pia sasa huyu pia ameokoka. Aleba kwa jina la Yesu ukipita hapo. Lakini wale watu, manake kila ambao unafanya na watu na ujui kama mtu huyo ni nani. Na kitazama